Kumekuwepo na maneno mengi kuhusiana na tume ya Jaji Chande ambayo ilitakiwa na bado inaendelea kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani na vifo vilivyotokea mnamo Oktoba 29 mwaka 2025. Sasa kutokana na kile ambacho tume hiyo imekuwa ikionyesha kwa Watanzania wengi, kwa sababu tumeona mara ya kwanza ilikuwa inabidi iwasilishe ripoti yake, lakini ripoti hiyo haikuwasilishwa, ikaongezewa muda. Baadaye tena ilikuwa inabidi iwasilishe tena ripoti tarehe 3 mwezi wa 4. Haikuleta hiyo ripoti ya kile ambacho ilienda kuchunguza, bali tulichokuja kukiona ni kwamba tume imeongezewa muda kwa ajili ya kuweza kumalizia kile ambacho ilikuwa haijamalizia na kuendelea kukusanya maoni ya baadhi ya wadau mbalimbali ambao wanaendelea kutoa ushahidi. Lakini mambo mengi yalizuka. Tuweza kuona watu, mfano kama Kigogo aliweza kusema kwamba tume hiyo kwa sasa haiaminiki na Watanzania kwa sababu ni tume ambayo haiko huru, yaani ni tume ambayo inapokea maelekezo kutoka juu, ambapo kitu hicho kiliweza kuzua mijadala mikubwa katika mitandao ya kijamii. Sasa leo Askofu Bagonza amekuja na mambo kadhaa ya kuweza kuongelea kuhusiana na hii tume ya Jaji Chande. Yeye amesema kwamba tume ya Jaji Chande inaonewa, alafu akaelezea pointi kama 3 hapa za kusema kwa nini tume hiyo inaonewa. Pointi ya kwanza alisema kwamba lipo kundi limeipinga tume ya Jaji Chande tangu kuundwa kwake. Sababu yao kuu ni muundo wake na jinsi ilivyopatikana. Akasema kwamba hawa wana haki hata ya kukataa matokeo ya tume pale itakapotolewa hadharani. Akaja pointi ya pili, akasema kwamba lipo kundi la pili linalokosoa uamuzi wa kuunda tume hii badala ya kuunda tume ya kijaji au labda tume ya uchunguzi kutoka nje. Kundi hili lina haki zote mbili, yaani kuikataa au kuikubali ripoti ya tume ya Jaji Chande pale itakapotolewa hadharani. Lakini akaja kundi la tatu, akasema kwamba limeibuka kundi la tatu linalopongeza tume ya Jaji Chande hata kabla ya ripoti kutolewa. Hii kundi alizungumzii muundo, adidu za rejea wala mazingira ya tume. Linaongea kana kwamba limeshaona maudhui ya ripoti na sasa linauadaa umma ukubaliane na ripoti hiyo ambayo haijawekwa hadharani. Baada ya kumaliza hapo, akasema kwamba kwa maoni yangu, kundi la tatu kwa nia njema linaichafua tume ya Chande. Siamini kama limetumwa na tume, lakini pia siamini kama limejituma, na siamini pia kwamba kundi hili limeonyeshwa ripoti hiyo kabla haijatolewa hadharani. Nijuavyo, tume ya Chande ina uwezo wa kutosha kujichafua au kujiharibia. Tusiisaidie. Lakini akasema kwamba Wajaruo wakishalewa huwa wanapenda kusema kwamba ukimhifadhi mama mkwe kwenye chumba chenye giza, usiwe na tabia ya kumulika humo chumbani kwa tochi. Narudia tena, amesema kwamba Wajaruo wakishalewa huwa wanapenda kusema ukimhifadhi mama mkwe kwenye chumba chenye giza, usiwe na tabia ya kumulika humo chumbani kwa tochi, utaona vitu ambavyo utaki kuviona. Mnaomlika ilikofichwa tume ya Jaji Chande, acheni, mtapofuka.
akawa ameishia hapo bwana Askofu Bagonza. Sasa baada ya Askofu Bagonza kuandika hiki ambacho ameweza kutupa, ambacho alitaka Watanzania tuweze kukisikia, kwa sababu hapa ametajia makundi matatu ambayo katika tume hiyo, na tumeshaweza kuona katika mitandao ya kijamii, wale wakina Dr. Sisimizi Kigogo na kakundi kake kale, ndo ili kundi la tatu ndilo liongelea hapa Askofu Benson Bagonza. Na kuna hili kundi la pili ambalo linakosoa uamuzi wa kuundwa kwa tume hii, lakini kundi la kwanza sasa ni hili limepinga toka uundwaji wa tume ya Jaji Chande. Sasa hapa, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, baada ya kuona haya makundi yote matatu, naomba sasa nikakusogezee maoni ya baadhi ya wadau tuweze kujua ni maoni gani walionayo kutokana na hiki ambacho ameweza kukiandika baba Askofu Benson Bagonza. Huyu wa kwanza anajiita Boni, anasema kwamba huyu askofu wangu wa kanisa la Anglikana binafsi ametufedhehesha sana. Alikaa kimya muda wote, hata pale ilipokuwa dhahiri kuwa uchaguzi hautokuwa mzuri kwa mazingira yalivyo, kuwa hata wenye hekima, mfano wewe mjukuu wangu Bagonza, mlipoonya vyama visiridhiane kabla ya uchaguzi, yeye alikaa kimya, na hata baada ya vurugu aliendelea kukaa kimya. Busara inanikumbusha, kwa sababu aliamua kukaa kimya, basi hata sasa angeendelea kukaa kimya, vinginevyo wahaya wanasema kwamba mtawatambua kwa matendo yao. Huyo bwana Bon akawa amemaliza, lakini akaja mtu mwingine hapa anaitwa Josephat, akasema kwamba hawa viongozi ni wa dini na sio viongozi wa kiroho. Yaani kwa lugha nyingine ni matapeli wa dini. Yaani watu waliopigwa risasi hadharani kwa amri ya amri jeshi mkuu, alafu hadi leo ni miezi 6 hakuna uwajibikaji. Mtu anatoka huko anasema heti hana imani na tume, wakati aliyeunda tume ndo mtumiwa namba 1. Sasa huyu bwana Josephat, kitu alichokiandika na kitu ambacho amekiandika Askofu Benson Bagonza ni inaonekana bwana Josephat yeye akuelewa kitu ambacho bwana Benson Bagonza alikiandika, kwa sababu huyu Josephat yeye anasema kwamba hao viongozi wa dini na sio viongozi wa kiroho, yaani kwa lugha nyingine ni matapeli wa dini. Sasa ukisoma mpaka hapo au ukisikiliza mpaka hapo nipo kusomea, inaonekana kwamba huyu bwana Josephat akuelewa kabisa kile kitu ambacho alikiandika Benson Bagonza askofu. Sasa tukienda kwa mtu mwingine anaitwa Luiza. Luiza anasema kwamba kundi la machawa ndilo linalopongeza tume feki. Lakini tukienda kwa Ama anasema kwamba nimependa maoni ya mume akimjibu mke, huwezi kuolewa na shetani, na dini hairuhusu ndugu kuoana, kwamba mwanamke na shetani ni ndugu. Sasa mambo ni mazito na muda ni mchache, tuachane na hiki ambacho ameweza kukisema Hama kwamba mwanamke na shetani ni ndugu. Hayo mambo mengine tumwachie bwana Ama. Lakini tukienda kwa mtu mmoja anaitwa Katabaro. Katabaro anasema kwamba nionacho mimi, waliozungumza wengi ni kujiosha, wanaonekana wema na wailishe kilicho haramu, lakini pengine wanataka siku ya kukabidhi hiyo ripoti waitwe waseme kwamba tunawakilisha taasisi fulani na taasisi hiyo inakubaliana na the so called ripoti ya tume ili kuweza kuipa ripoti legitimacy. Mwisho wakifika wapewe wali
unaopitia kwenye akaunti. Sasa hapa akisema kwamba wali unaopitia kwenye akaunti, basi ujue ni mlungura. Kwa kiruga au kwa lugha rahisi, tunaweza tukasema kwamba wapewe rushwa kwa ajili ya kuweza kusifia ripoti hiyo. Sasa maoni ni mengi na muda ni mchache. Kikubwa tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ulicho nacho. Sisi tunaishia hapa. Nafasi nyingine tunakuachia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho ameweza kukisema Askofu Benson Bagonza, tukirudia ule usemi wake ambao ameweza kumalizia kwa kusema kwamba Wajaruo wakishalewa wanasema ya kwamba usipende kumulika kwenye chumba ambacho umemhifadhi mama mkwe kwa tochi, kwa sababu ukimulika utaona vitu ambavyo hutaki kuona. Chumba chenye giza kilichohifadhiwa mama mkwe kibaki kuwa cha mama mkwe, wewe akikuhusu. Tupe maoni yako, tuambie ni kipi ulicho nacho.